n'abakimbizi bamwetana tumato anamisha bino ni molonda mwicho tamwetana foro defense yake ile misuo choma na ile nyumba choma na kale ka nyumba baraza ile yenyewe alikuwa anajivunia ngoti yokodawa baraza inaikala chini hapa tuko misuo hapa miti ya nzoli hapa. Naam, hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 5 Januari mwaka wa 2026 kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote endelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Ujambo na karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu kuweza kuambatana nasi ili upate kufahamu yote endelea kuripotiwa sehemu mbalimbali kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Najua majukumu ni mengi, lakini moja kati ya kazi kubwa tulionayo ni kuhakikisha kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika ili endelee kufahamu kila kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Asubuhi ya leo msikilizaji, utakujuza kile ambacho kinaendelea huko Fizi na Misha, ambako raia wengi wameanza kukimbia makazi yao kuelekea maeneo ya Fizi Center baada ya makabiliano makali yaliyoripotiwa jana tarehe 4 Januari mwaka wa 2026 kati ya vikundi viwili vya wazalendo. Na tutajielekeza huko Butembo pia ambako mapambano makali yameripotiwa jana tarehe 4 Januari mwaka wa 2026. Kuna hayo na mengine mengi mpendwa msikilizaji, na kuomba kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, fahamu ya kwamba endelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha tukufu ya Kiswahili kutoka Amani TV Media, ambayo inakutangazia moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube, lakini pia uko Shabunda na tunasafiri kupitia Radio Mutula FM. Mtangazaji wako si mwingine bali ni mimi Ramsey Ramadhani. Endelea kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha kwamba unapata habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote ambayo endelea kujiri mashariki mwa DRC uko kwenye uwanja wa vita. Na katika habari zetu za asubuhi ya leo, moja kwa moja tujielekeze uko Fizi ambako hali si shwari kabisa. Katika wilayani Fizi jimboni Kivu Kusini, wakaaji wa kijiji cha Namisha, kijiji kilichopo katika sekta ya Nganja, wameripotiwa kukimbia makazi yao kufuatia vurugu zilizotokea jana Jumapili tarehe 4 Januari mwaka wa 2026 kati ya vikundi viwili vya wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya eneo, mapigano hayo yalianza pale ambapo kundi moja la wazalendo liliwataka wenzao kuondoa kizuizi cha silaha kilichowekwa barabarani. Baada ya kukosa kuelewana, hali iligeuka kuwa mbaya na makundi hayo mawili yalianza kurushiana risasi. Hali hiyo imepelekea raia wengi wa kijiji cha Namisha kuweza kukimbia mji wao na kujelekea moja kwa moja katika maeneo ya Fizi Center kwa ajili ya usalama wao. Akizungumza tukio hili, Mheshimiwa Angale Isanganino Bwangyo, ambaye ni mratibu wa shirika la kiraia Machozi ya Raia tawi la Fizi, ameeleza kwa kina jinsi tukio hili lilivyotokea, lakini pia akilahani vikali matokeo kama hayo. Kutoka huko Fizi, Mheshimiwa Angale Isanganino Bwangyo huyo hapa anaeleza tukio lote mwanzo mwisho jinsi hali ilivyotokea. Tumsikilize. Habari ya mizozo kati ya jeshi la wazalendo wa Kibembe na lile la Kifuleru zinazoripotiwa muji ya Namisha. Namisha ni muji unaopatikana msekta ya Nganja, teritwari ya Fizi, yaonyesha kama mizozo hiyo ilitokana kwa ajili ya uwekaji wa makamba. Kuna kundi lili la Wafuleru linaloitwa Vishambukeli liweka kamba muji ule wa Namisha. Basi walipoweka ile kamba ilikuwa inatatiza sana raia ikakuwa inalalamika kwa ajili ya kamba hili. Baadhi ya kundi la kizalendo la SNPCC kupashwa habari lilienda zibitisha na kuona jinsi ile kamba ipo. Alipofika mahali kamba hili ilipopatikana, wakaambia kundi lile la FABB la Wafuleru liondoe kamba, lisitie kamba kwa ajili ya kutoza raia, ya kunyanyasa raia. Kwa wakati sio wakati wa kuweka makamba za kunyanyasa raia,
Hiyo ni jambo iliyosikitisha sana kundi la kizalendo. Walipoambia wale wa kundi la FABB habari hiyo, wale watu wakasikia na wakakwazika sana jinsi wenzao walipowaambia. Donc lengo lao ilikuwa kupenda kuendelesha kutia kamba. Walipowaambia hivyo, wale wa kundi la FABB ndio wakakuja wakatia ambush mubarabara na kuanza kupiga kundi la wazalendo masasi, likawezesha kumuua mutare moja na askari mbili wa ile kundi la wazalendo wa SNPCC. Baadhi ya hapo sasa wazalendo wengine wakasikia habari hiyo, ambapo aseme wa kundi hili la FABB limekwisha wahi kuua montari na wazalendo wawili na mwingine kujauriwa. Wakaenda sasa nao kwenda fanya dega, wakapiga masasi mingi na wale wazalendo wa FABB na wakaripoti, wakaingia mpaka mji ule unaoitwa Namisha. Kufika mule njoo ambutiaji mingi sana ikaingia, manyumba kubomoka na vitu vingi kupotea ndani ya mji ule wa Namisha. Hiyo ndio habari kabisa inayoripotiwa mji ule wa Namisha. Mpaka hivi hali ya wasiwasi na tanda katika mji ule wa Namisha mu territory ya Fizi. Hiyo ndio habari kabisa inayosikika, ndugu mtangazaji, katika mji ule wa Namisha. Ni habari kabisa ambayo iliyosambazwa kwa leo hii tariki 4 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Ndugu mtangazaji, kutoka Fizi hadi Namisha au Namisha mpaka Fizi kuna umbali wa kilomita 12. Sisi kama vile shirika za kiraia, vuguvugu machozi ya raia mtarafa la Fizi, ombi tunaweza tukaombe kwenye vikundi vyetu viwili, tutazame mbele, tuache hali ya magovano ya kugombania vitu visivyokuwa na maana, na wale ambapo wanaokuwa wanaweka makamba zinao tatiza raia au kutoza raia wakati kama na huu, haiwezi kuwa jambo la kujenga, kwa sababu sisi tunatazama hapo mbele, adui tunapiganisha adui asije akatuingilie ndani ya tarafa letu la Fizi. Tushikamane kwa mkono ili tupiganishe adui asije akatusogee, tugomboe vijiji vinavyo kamatiwa na waasi wale wa M23. Njoo ya maana, mbali kugombana sisi kwa sisi, alilete hata maendeleo kidogo, linaturudisha tena nyuma na kuendelesha hali ya wasiwasi katika mji wetu wa tarafa la Fizi. Na sisi tunajua kama mtarafa la Fizi hamuna mwasi yeyote ile, mbali tuko na amani na hatuna matatizo. Tunayaomba waachane na mambo kama ya ile ya kupigana ya kuuana, ili yasije yakatuletea maendeleo yasiyowezesha mji wetu wa tarafa la Fizi. Ndugu mtangazaji, ya muhimu kundi zote zikale pamoja, zishirikiane ili tupiganishe adui asije akatuingililie ndani la tarafa letu la Fizi. Ndugu mtangazaji, wakati huo huo vurugu hizo zikiendelea kuripotiwa, kiongozi wa wazalendo Mheshimiwa Nyaruvumbu Kibambala ametoa ujumbe mkali kwa wazalendo ambao wanahusika na vurugu hiyo, kusema ya kwamba wote ambao wamehusika kushiriki katika tukio hilo, sheria itafuata mkondo wake. Amewaonya wazalendo wengine kwenda kwenye uwanja wa vita na wala si kusalia barabarani kusumbua raia pamoja na mali zao. Nyaruvumbu Kibambala, huyu hapa, msikilize. Habari za asubuhi wa ndugu wapendwa wazalendo wote popote mlipo, tuwasalimu wa Kongoman, wa patriote, hata vile vile jeshi letu la FRDC ambao wanaonekana kuwa imara. Raia wote tunawasalimu, na nilikuja saa hizi asubuhi kuambia ya kwamba tunasikia habari tangu jioni au usiku za Namisha, sijui Diseti, sijui Fizi Kakunga, ya kwamba kulipigana masasi, kuna maafa. Tuambia ya kwamba yule mwenye ataleta vita ya ujinga huko atajibu mbele ya mahakama. Yule ambaye ataleta vita ya ujinga atajibu mbele ya mahakama. Sisi tuko tunafikiria vita ya agresio yenye agresere iko na agrese nchi yetu ya Kongo. Kuna wengine nao wanaingiliwa na shetani ibilisi, wanaenda leta vita nyuma yetu. Ile hatutaikubali na hatutaifungia macho.
Ile hatutaikubali na hatutaifungia macho. Uwe uko mtu wa SNPCC, uwe uko mtu wa FABB, uwe uko mtu wa mzalendo gani, ile hatutaifungia macho. Ile hatutaifungia macho. Tuko sanse kuwa imara kulinye defro ili tuangalie jinsi ya kusove nchi yetu, lakini wengine nao wanaleta vita nyuma yetu juu ya maslaha fulani fulani. Hiyo hatutaikubalia hapana. Yule komanda mwenye atahusika mwa hiyo vita, yule mwenye tutasikia ya kwamba huyu ndo mwenye alitoa ordre ya kwamba bapigane, ya kwamba kukue hivi na hivi, hatutamkubalia hapana. Tulisema silaha zote ziende mbele ya komandema, lakini nyinyi silaha mnaweka huko nyuma, mnaanza kupigana huko nyuma yetu. Ole kwenu tukituma kikosi kifike huko. Ole kwenu. Mwache raia watulie na amani hapo, mwache raia walime wafanye makazi zao, mwache raia watulie kabisa. Hatutaki hiyo mambo yenye tuko tunasikia kwa marezo sosio, tuko tunasikia, hatutaki. Tunawakemea kabisa. Tunawakemea. Kama shetani ibilisi aisha wapanda emo, mukome kwa jina la Yesu. Mukome sana kwa jina la Yesu. Na msikie sana. Yule ambaye iko na analeta vurugu, anataka kuleta vurugu, anataka kusababisha vita fulani fulani, huyo tutamsimamisha, na huyo anafananishwa kama vile M23. Kwa hiyo tunasema hatutaki fuyo, hatutaki vurugu. Wakuu viongozi ambao wanapatikana hapo Fizi Centre, ate pamoja na wazee wa busara washamka wote wasimame kuhamakia hiyo vurugu yenye iko nataka tokea hapo Fizi Centre pamoja na Namisha kule kote. Wasimame haraka sana, na wakomanda wenyewe wako pale wa wazalendo wote tunawaambia kwamba wafunge safe. Yule ambaye tutasikia na wapambanaji wako kwenye shade batai, lakini nyinyi ambao hamko wapambanaji, kazi yenu ni kubaki mnavuruga raia huko nyuma. Muwe hange sana. Kwa hiyo tutaomba vile jeshi letu la FARDC kujongelea raia pamoja na ate na washamka wote, hata na polisi pamoja na wazalendo wote, wahamakie hiyo maneno, waihamakie kabisa. Hatutaki kusikia. Yule ambaye atashipaza shingo atavunjika ghafla na wala hatapata dawa. Tofauti na huyo, raia wanaombwa kuelewa ya kwamba vita vilivyoripotiwa huko Namisha si vya Wabembe na Wafuleru, bali ni vita vya makundi aiza wazalendo ambao wanajiita wazalendo lakini si wazalendo halali. Hiyo ni kwa mujibu wa wazalendo ambao wanasema ya kwamba haitowezekana tena Wabembe na Wafuleru kupigana hata siku moja. Hivyo wasiwe wanawachafulia Wafuleru jina pamoja na Wabembe baada tu ya vurugu za watu ambao wanashikilia silaha wakijiita kwamba wao ni Wabembe, wengine ni Wafuleru. Wasipake Wafuleru mikoshi, wasipake Wabembe mikoshi eti wazalendo wa Kifuleru na wazalendo wa Kibembe wanapigana. Hiyo ni mikoshi. Wale wanaopigana kule sio wazalendo wale. Wazalendo wiko mumakaa yabo na biko bazalendo ya ngoma zetu biko kufro hapa na pengine biko Rugezi. Bazalendo ya SNPC biko kufro hapa Makoko na pengine biko Rugezi. Bale benye kukala mitahadi kule na kupigana vita vingine kule ni majambazi, wanapigania vitu vyao vya kuporeana kule, sio wazalendo. Wasitupake mikoshi, sio Wabembe na Wafuleru. Ilitaka toka ghasia ya Wabembe na Wafuleru zamani sana na ikanyamanzishwa na wakubwa wenye busara, lakini wale wengine wenye kuuana kule na kupigana kule sio Wabembe na Wafuleru. Wale ni maalifu wa mabandia, ni mabandia wale ni mabandia, sio Wabembe na Wafuleru. Sasa kama ni kabila mbili zinapigana, batafute bashefu bakwabo kule na batafute bazee yabo bazazi yabo banyamanzishe ile. Hapana kupaka mzee ya kutumbasimi hadi nyamazisha ile. Eske ni batu ya SNPC na bishambu kendo balipigana, banasema Bafuleru na Babembe. Sasa SNPC ni ya Babembe, bishambu keni ya Babembe. Babembe biko mu bishambu ke mufabibi, Bafuleru biko mufabibi. Bafuleru biko mu SNPC, Babembe biko mu SNPC na Bafuleru mu SNPC. Bali banasema Babembe na Bafuleru, bazalendo ya Babembe.
Kuko watu bengi wanajiita bazalendo, lakini hapo kwa bazalendo mali ni kundi za wajambazi tu. Kwa hilo bazazi yao watu babakusanye wabatengeneze huko, sio vita vyenye mgeza sema mzee ya kutumbagirika kati ya pili. Uvira. Milio ya risasi imesikika kwa wingi usiku wa tarehe 4 Januari mwaka wa 2026 katika maeneo ya Rugembe, hali iliyozua wasiwasi kwa wakaaji wengi wa maeneo hayo. Kutokana na duru za eneo hilo zimesema kwamba hadi sasa hakujawa na taarifa rasmi kuhusu sababu ya kusikika kwa milio hiyo ya risasi. Aidha, duru zingine zinaeleza kwamba wazalendo wanaendelea kusogelea mji huo, huku wakielezea kwamba wameshauzingira mji huo wakiwa na lengo la kuweza kusonga mbele na kukomboa maeneo hayo ambako waasi wa M23 wanayadhibiti. Mpaka asubuhi ya leo, msikilizaji, hatujapata taarifa rasmi, lakini tunaendelea kufuatilia kwa kina. Utakuja kujua mengi zaidi katika habari zetu zapo baadaye, ambako utakuja kujuza ni kipi aiza sababu halisi iliyopelekea milio hiyo ya risasi kusikika kwa wingi hiyo jana tarehe 4 Januari mwaka wa 2025 katika mji huo wa Uvira. Kamanyola. Mapambano makali yameripotiwa kuzuka huko Kamanyola kati ya vikosi vya waasi wa AFC M23 na wazalendo tarehe 4 Januari mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la tukio, imesemea kwamba milipuko ya risasi nzito na nyepesi imesikika, hali iliyopelekea raia wengi kuweza kukimbia makazi yao na kujielekeza sehemu salama zaidi. Kutoka Kamanyola, hapa ni mashuhuda wanaelezea kile kinachoendelea kwa sasa huko maeneo ya Kamanyola. Na sai Kamanyola nako kuna hivya kule chini, kule ngambo ya Pont, kule Kambara ngambo ya kumakaburi, ndio kwenye bazalendo na banani na bamuyomba biko banapigana juu batu bakule bote banakimbilia huko kwenye shituko, ndio banakia kutupasha hasa vile batoto ya shangazi Christine Samil, ule garso wake Zozo mwe baba yake alikufaka na baloko yake bote banakimbilia huko kwetu kwenye shituko huko kusantre. Bo, nikatuma garso wangu Trésor, naye anaenda kubalabala, anaona gisi basoda bana yala. Aliogopa tubafilme. Hapa Kamanyola. Sai manake biko banachachanisha. Maana kule chini ngambo ya hospitali paka kule kwa Katiti. Kamanyola bana baanza Uvira yote inakunguta na ingia Kamanyola. Wengine wanapanda Minembwe. Njoo vita sasa inaanza, njoo vita hii. Ni kuomba Mungu tu, Mungu atukinge na atupiganie. Asituache mwe hali yenyewe inasumbua sana. Wanaanza Kamanyola. Na hivi Kamanyola kinani? Bautu wanavuka Kamanyola, njoo kama ndio habari yenyewe iko ile sai. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina ili tukuje kuletea matokeo rasmi hapo baadaye. Hivyo nakusii kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi inaendelea kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Na sasa tuelekeze huko jimboni Kivu Kaskazini, ambako jiji la Butembo katika jimbo ya Kivu Kaskazini limekumbwa na mapigano makali ya silaha kuanzia saa 11:30 alfajiri ya Jumapili tarehe 4 Januari mwaka wa 2026, hali iliyosababisha hofu na tamruki kubwa miongoni mwa wakahaji wa mitaa kadhaa ya jiji hilo la kibiashara. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vurugu hizo zimesemekana zilisababishwa na kuchomwa moto kwa kambi ya kundi moja ya wazalendo lililoongozwa naye kamanda anayejulikana kwa jina la Tango 4 aliyekuwa katika eneo la Misugo. Tukio hilo limedaiwa kutekelezwa na wapiganaji wa kundi pinzani linaloongozwa naye kamanda Fisto Nzoli. Kufuatia uharibifu wa kambi yao, wapiganaji wa kundi la kamanda Tango 4 walifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya ngome za kundi hilo. Ndipo mapigano ya risasi yalizuka kwa mapema alfajiri ya tarehe 4 Januari mwaka wa 2026. Mapigano hayo yameripotiwa zaidi katika vilima vya Majengo
na Munzambaye, hali iliyowaweka raia moja kwa moja katika hatari na mapigano ya silaha mjini. Mashuhuda wanasema kuwa walisikia milipuko ya risasi za silaha za moja kwa moja kwa saa kadhaa, jambo lililowalazimu wakaaji wengi kubaki manyumbani mwao hadi mapema asubuhi. Hadi kufikia muda wa mchana, hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za kiutawala, polisi wala jeshi. Mapigano haya yanatokea wakati ambapo makundi ya wazalendo yalitangaza mwezi Novemba mwaka wa 2025 dhamira yao ya kuondoa kambi zao katika maeneo ya Butembo. Uamuzi huo ulifuatia tukio la kusikitisha ambapo mpiganaji mmoja alimuua mwanafunzi wa ISTEM katika jiji ambalo bado linazungukwa na kambi kadhaa za makundi yenye silaha, hali iliyoendelea kuchochea mvutano kati ya makundi hayo ambayo yanapatikana huko Butembo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni hapo ndipo naweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, nikikuahidia kwamba tunaendelea kufuatilia habari zingine za uko Uvira, Kamanyola na Fizi ili tukuje kujuza yote ambayo atakuja kujiri hapo baadaye, na kusihi kuendelea kusubscribe channel hii ili uendelee kuwa wa kwanza kunapata habari zetu kila saa na kila sekunde. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhan.